Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi yaliyo tarehe 25 Julai mwaka 2026. Tunapenda kuanza kwa kuomba radhi kwa kutoka pamoja nanyi moja kwa moja kupitia studio zetu za Kivu News Info katika kipindi cha siku 3 zilizopita. Sababu ya kimeo ni kwamba timu yetu ilikuwa katika kipindi kigumu cha maombolezo, maandalizi ya mazishi ya msanii maarufu Mr. Gave alifariki dunia tarehe 16 na kuzikwa tarehe 23 Julai mwaka 2026 mjini Uvira. Tulisimama pamoja na familia, marafiki, mashabiki na jamii ya wasanii katika kumpa heshima za mwisho. Tunawashukuru kwa uvumilivu wenu, ujumbe wenu wa faraja na kuendelea kuwa nasi katika kipindi chote kigumu. Msaada na upendo wenu umetupa nguvu ya kurejea tena kutekeleza jukumu letu la kuhabarisha. Asanteni kwa kuiamini na kuendelea kufuatilia Kivu News Info. Sasa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaanza tena safari yetu ya kutekeleza habari za uhakika kwa wakati na kwa weledi. Mimi ni Teloje Longa na ni Kivu News Info, ambako siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nikumbusha tu kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Hali ya usalama katika milima ya juu ya Kivu Kusini imeendelea kuzorota baada ya wasi wa Twirwaneho ambao wanadaiwa kushirikiana na kundi la Red Tabara, ambao pia wanataja kwa washirika wa muungano wa M23 kudaiwa kuchukua udhibiti kamili wa kijiji cha Kipupu, makao makuu ya sekta Itombo katika wilaya Mwenga, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, tukio limetokea siku ya jana Jumamosi tarehe 25 Julai kufuatia mapigano makali yanaendelea kwa saa kadhaa kati ya wasi wa M23 na wapiganaji wa Zalendo walikuwa wakipigana bega kwa bega na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Ilieleza kuwa waasi hao walifanya mashambulizi kutoka pande tofauti za eneo la Kipupu wakitumia silaha nzito na nyepesi. Mashambulizi hayo yamelazimu wapiganaji wa Zalendo na baadhi ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoka katika nafasi zao za ulinzi, hali inayowapa waasi fursa ya kuingia na kuimarisha udhibiti wao katika kijiji hicho. Baada ya kuingia Kipupu, taarifa zinaeleza kuwa waasi waliweka walinzi maeneo muhimu ya utawala wa kwenye njia zinazoelekea Minembwe, Mikinga na maeneo mengine ya sekta ya Itombwe. Hadi kufikia jioni ya Jumamosi, vyanzo vya eneo vilisema kuwa shughuli nyingi zimekuwa zikisimama kwa wakazi wengi wakikimbia kuelekea vijiji jirani na maeneo mistuni wakihofia kuendelea kwa mapigano. Kipupu ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kijeshi na kikutawala katika milima ya Itombwe. Kijiji ni makao makuu ya sekta ya Itombwe na kinatumika kama njia muhimu inaunganisha maeneo ya Mwenga, Minembwe, Mkenge pamoja na sehemu nyingine za Kivu Kusini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa udhibiti wa eneo hilo unaweza kuwapa nafasi waasi na kuharakisha usafirishaji wa wanajeshi, vifaa vya kijeshi na kuendeleza operesheni zao katika milima ya juu. Mapigano yamesababisha hofu kubwa kwa miongoni mwa wananchi. Wakazi waliofikiwa walifanikiwa kuondoka katika eneo hilo, wanaripotiwa kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku baadhi yao wakikosa chakula, maji safi na huduma nyingine za msingi. Hata hivyo, hadi sasa takwimu rasmi hazijatolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha, waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanaendelea kushirikiana na muungano wa waasi watatu katika operesheni mbalimbali za kijeshi katika maeneo ya Kivu Kusini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikidai kuwa makundi hayo yanapata uungwaji mkono kutoka Rwanda, madai ambayo serikali ya Rwanda imeendelea kuyakanusha mara kwa mara. Hadi tunakuandalia taarifa hii, mamlaka za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na serikali ya Kongo hazikuwa bado zimetoa tamko rasmi kudhibitisha au kukanusha kuanguka kwa kijiji cha Kipupu. Hivyo kuna taarifa rasmi inayotolewa kuhusu iwapo vikosi vya serikali vinaendelea na operesheni za kurejesha eneo hilo. Wakati wa mashirika ya kiraia na viongozi wa eneo la Mwenga wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano ili kulinda maisha ya raia ambao ndio wanaendelea kuathirika zaidi na mzozo unaendelea katika maeneo ya milima ya Itombwe. Watu wawili raia wamepoteza maisha kufuatia tukio la ufyatuaji risasi lililotokea usiku wa Ijumaa tarehe 24 Julai katika kijiji cha Lugu chopo ndani ya kundi la Wasa wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Tukio limetokana na mzozo uliozuka kati ya wanajeshi ambao baadaye waligeuka kwa mapigano ya kutumia silaha.
Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tukio lilianza majira saa 2 usiku wakati wanajeshi waliokuwa ndani ya nyumba moja walipozua mabishano makali. Mvutano uliongezeka kwa haraka na kugeuka kuwa mabizano ya risasi aliyowatia hofu wakazi wa eneo hilo ambao walikimbia ovyo kutafuta usalama. Katika ufyatuaji huo wa risasi, raia mmoja aliyekuwa karibu na eneo la tukio alipigwa risasi na kufariki papo hapo. Raia mwingine naye alijeruhiwa vibaya na kukimbizwa katika kituo cha afya cha matibabu ya dharura, lakini alifariki dunia muda mfupi baadaye kutokana na majeraha makubwa aliyoyapata. Mashuhuda wanasema milio ya risasi iliendelea kwa dakika kadhaa na kusababisha taharuki kubwa kwa kijiji cha Lugu. Familia nyingi zilijifungia ndani ya nyumba zao, huku wengine wakikimbia maeneo ya jirani kwa hofu ya kuendelea kwa mapigano. Baada ya tukio, nyumba iliyokuwa ikitumiwa na wanajeshi hao ilitekelezwa na moto. Gari lilotumiwa na wanajeshi hao pia ilichoma moto. Hadi sasa haijafahamika wazi nani alisababisha moto au mazingira halisi iliyopelekea nyumba na gari hilo kutekelezwa. Uchunguzi unatarajiwa kubaini iwapo moto huu ulisababishwa na wananchi wenye hasira na wahusika wa tukio hilo yao ilitokana na sababu nyingine. Asubuhi ya Jumamosi leo hofu ilikuwa bado imetanda katika kijiji hicho. Shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimesimama kabisa, huku maduka mengi hayajafunguliwa watoto na baadhi ya wakazi waliamua kubaki majumbani mwao wakihofia kuzuka kwa matukio jingine la aina hiyo. Viongozi wa jamii wanasema tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wananchi ambao tayari wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu kutokana na changamoto za kiusalama zinazokabili eneo la Walikale kwa muda mrefu. Wakazi wanaeleza kuwa wanahitaji ulinzi wa kutosha ili kurejesha utulivu na kuwapa imani ya kuendelea kushughuli zao za kila siku. Wananchi wa Lugu kwa upande wao wanatoa wito kwa serikali kufanya uchunguzi uhuru na uwazi ili kujulikane. Pia wanataka mamlaka kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha nidhamu ndani ya vikosi vya usalama na kuhakikisha raia wanalindwa ili matukio kama haya yasijirudilie. Toleo imeongeza orodha ya matukio ya ukosefu wa usalama yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa migogoro na vurugu za kutumia silaha. Hali ya taharuki imeendelea kutanda katika maeneo ya Kivu Kaskazini baada ya kuripotiwa harakati mpya za wanajeshi pamoja na vifaa vya kijeshi katika wilaya wa Walikale na Masisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Harakati hizo zilishuhudiwa Alhamisi tarehe 23 Julai na zimebua hofu miongoni mwa wananchi kwamba mapigano makali yanaweza kuanza tena katika eneo la Kisimba ambalo limekuwa moja maeneo yanayoshuhudia mvutano wa kijeshi katika miezi za hivi karibuni. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na taarifa za kiusalama zinazokusanywa kutoka eneo hilo, vikosi vipya vya wanajeshi pamoja na vifaa vyao vimeonekana vikifika katika maeneo ya Ihula wilayani Walikale na Malemo wilayani Masisi. Harakati hizo zimeripotiwa kufanyika katikati ya saa za mchana, huko vikosi hivyo vikitokea katika maeneo ya Kichanga na Mweso ambayo yamekuwa kitajwa mara kwa mara katika operesheni za kijeshi katika pande zinazoasamiana. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa kuongezwa kwa wanajeshi na vifaa vya kijeshi kunaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya operesheni mpya kuelekea vijiji vya Mpeti na Minjenje uliko katika kundi la Kisimba wilayani Walikale. Maeneo yanatajwa kuwa ni muhimu kwa mkakati kutokana na nafasi yake ya kuunganisha baadhi ya maeneo Masisi na Walikale yale yanayofanya kuwa sehemu muhimu ya pande zinazopigana. Ikumbuke kwa zaidi ya miezi mitatu iliyopita vijiji vya Mpeti na Minjenje vilibadilisha mara kwa mara kazi ya mikono ya udhibiti baada ya mapigano makali kati ya muungano wa M23 kwa upande mmoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidiwa na wapiganaji wa Zalendo kwa upande mwingine. Mapigano yasababisha maelfu ya wananchi waliokimbia makazi yao huko shughuli za kijamii na kiuchumi zikisimama kwa muda mrefu. Harakati hizi mpya zinajiri katika kipindi cha utulivu wa takriban wiki mbili katika mstari wa mapambano. Katika kipindi hicho kwa kuwa na taarifa nyingi za mapigano makubwa, jambo linalowapa matumaini baadhi ya wakazi kwamba hali ya usalama imeanza kurejea. Hata hivyo viongozi wa jamii pamoja na baadhi ya vyanzo vya usalama vilikuwa tayari vimetoa tahadhari kuhusu kuonekana kwa makundi ya watu wenye silaha yakijikusanya taratibu katika vijiji vilivyopo mpakani mwa wilaya za Masisi na Walikale. Kwa mujibu wa viongozi wa kijamii, harakati hizo zimeonekana kutekelezwa katika maeneo ambayo yanadhibitiwa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo ndani ya kikundi cha Kisimba. Wanasema iwapo hatua za haraka zitachukuliwa, kuna uwezekano mkubwa wa kuzuka tena kwa mapigano ambayo yanaweza kuathiri zaidi usalama wa raia. Hata hivyo, hadi tunakuandalia taarifa hii, mamlaka za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala serikali hajatoa tamko rasmi kudhibitisha uwepo wa maandalizi ya operesheni mpya wala uwezekano wa kuanza tena kwa mashambulizi katika eneo hilo. Ukimya umeendelea kuongeza wasiwasi miongoni mwa wakazi ambao tayari wamechoshwa na miaka mingi ya migogoro ya silaha. Katika kijiji vya karibu na eneo la Kisimba, baadhi ya wananchi wameanza kupunguza shughuli zao za kila siku, wengine wakianza kuhamisha familia zao kuelekea maeneo wanaoamini kuwa salama
usalama zaidi. Wakulima wameeleza hofu ya kushindwa kufika katika mashamba zao, huku wafanyabiashara wakisema biashara zimeanza kudorora kutokana na hali ya sintofahamu iliyopo. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo pia ameonya kuwa endapo mapigano yataanza tena, huenda atasababisha wimbi jipya la watu kuyahama makazi yao. Tayari maeneo yaonekana Masisi yamehifadhi maelfu ya familia zilizokimbia mapigano ya awali, huku mahitaji ya chakula, malazi, huduma za afya na maji safi yakiendelea kuongezeka. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa harakati hizi za kijeshi zinaweza kuashiria mabadiliko ya kimkakati ya pande zinazopigana, hasa katika maeneo yenye umuhimu wa kijeshi kama Kisimba. Hata wanasitiza kuwa ni muhimu kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi kabla ya kudhibitisha uwepo wa operesheni mpya. Kwa sasa inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na viongozi wa eneo hilo, huku ukitoa wito kuendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika kuzuia kurejea kwa mapigano ambayo yanaendelea kusababisha vifo, uharibifu wa mali na kuongezeka kwa janga la kibinadamu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama endelea kuzorota katika wilaya Mambasa mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako angalau raia 32 wameuawa na wengine kadhaa kutekwa nyara katika kipindi cha masaa 72 zilizopita kufuatia mashambulizi mali yanayoendelea kutekelezwa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa viongozi na mashirika ya kiraia katika eneo hilo, mashambulizi yalifanyika katika kijiji cha Njia Panda na Bela na Lukaya na yameacha majonzi makubwa, wakazi kwa maelfu ya watu wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya kushambuliwa tena. Shambulio hili la hivi karibuni lilitokea Ijumaa tarehe 24 Julai katika kijiji cha Lukaya, na taarifa kutoka kwa washirika wa kiraia zinaeleza kuwa watu 7 waliuawa kikatili baada ya waasi hao kuvamia kijiji hicho. Miili ya wasiriki ilipatikana baada ya washambuliaji kuondoka, huku watu wengine kadhaa wakidaiwa kutekwa na kupelekwa kusikojulikana. Hata hivyo, viongozi wa jamii wanaonya kuwa idadi hiyo ya vifo bado ni ya muda, kwani shughuli za kufuatiliaji miili bado zinaendelea katika misitu na maeneo yanayoshambuliwa. Inamaanisha kuwa huenda idadi ya waliouawa kuongezeka kadri utafutaji unavyoendelea. Siku mbili kabla ya shambulio na waasi hao walivamia pia kijiji cha Njia Panda Bela. Mwanzoni mashirika ya kiraia yalitangaza kuwa watu 16 wameuawa, lakini baada ya shughuli za utafutaji kuendelea, miili mingine iligunduliwa na kufanya idadi ya vifo kufika 25. Baada ya mauaji hao, waasi tia waliteka wakazi kadhaa wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, mateka wao lazimishwa kubeba mali zilizoporwa kutoka kwa wananchi kabla kupeleka ndani ya misitu. Hadi sasa hatima ya watu hao waliotekwa bado haijajulikana. Mashambulizi yamesababisha hofu kubwa katika maeneo mengi ya wilaya Mombasa. Nyingi zimeacha nyumba zao na kukimbia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, wengine wakijificha misituni au katika vijiji jirani. Shughuli za kilimo, biashara na zimesimama katika baadhi ya maeneo kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika ya kiraia, waasi wa ADF endelea kusonga mbele kuelekea eneo la Mkomo, na taarifa hizo zimezidisha taharuki miongoni mwa wakazi ambao wengi wao wameanza kuhama kabla hata ya waasi hao hawajafika, wakihofia kutokea kwa mauaji mengine. Wakati huo hali ya wasiwasi imeongezeka pia katika kijiji cha Malulu kilichopo katika wilaya jirani ya Irumu, hasa katika eneo la Chabi. Wakazi wa eneo wanaishi kwa hofu kubwa, wakiamini kuwa waasi wa ADF wanaweza kufanya mashambulizi mapya wakati wowote. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa tangu mwezi Machi mwaka huu, waasi wa ADF wameua zaidi ya watu 100 katika kijiji zaidi ya 20 vilivyopo ndani ya wilaya ya Mombasa. Mashambulizi yameendelea kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu, huku maelfu ya wananchi wakikosa makazi, chakula na huduma nyingine muhimu. Kutokana na hiyo, viongozi wa mashirika ya kiraia wametaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka kwa kuimarisha uwepo wa vikosi vya jeshi katika maeneo yanayotishiwa na mashambulizi hayo. Pia wanataka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lipewe vifaa vya kutosha na uwezo wa kuendesha operesheni madhubuti za kufuatilia na kuwatokomeza waasi wa ADF. Marina Wele Anotani, ambaye pia ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia, amesema kuwa serikali inapaswa kuchukulia kwa uzito tishio la ADF, kwani kundi hilo linaendelea kuwaua raia na kuvuruga juhudi za serikali za kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Mashirika hayo pia amewataka wananchi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaoshukiwa kushirikiana na waasi wa ADF. Ametoa wito kwa yeyote atakayewasaidia waasi kwa namna yoyote
kusitisha mara moja ushirikiano ili kusaidia juhudi za kurejesha usalama katika eneo la Ituri. Mamlaka za utawala wa mkoa wa Ituri pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hajatoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi hayo mapya. Hata hivyo, wakazi wa Mombasa wanaendelea kusubiri hatua za haraka kutoka kwa serikali, wakiamini kwa kuongezwa kwa ulinzi kutasaidia kuzuia mauaji zaidi na kurejesha ile utulivu katika eneo hilo. Kwa sasa mashambulizi haya yanaongeza hofu kwamba shughuli za wasi wa Defe endelea kuenea katika maeneo mbalimbali ya Ituri na Kivu Kaskazini, jambo na unaendelea kuhatarisha maisha ya wananchi na raia wasiokuwa na hatia. Hofu kubwa ilitanda miongoni mwa abiria waliokuwa wakisafiri ndani ya meli ya Le Mans du Ciel iliyokuwa ikifanya safari kati ya mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini na Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini baada ya mlipuko wa risasi kutokea alfajiri ya Jumamosi tarehe 25 Julai. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo limesababisha kifo cha mtu mmoja huku wengine watatu wakijeruhiwa. Mamlaka zinaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini mazingira halisi yaliyosababisha tukio hilo. Kwa mujibu wa washuhuda waliokuwa ndani ya meli hiyo, mkasa huo ulianza baada ya mmoja wa abiria kugundua kuwa simu yake ya mkononi imekuwa imepotea. Baada ya kufanya juhudi za kuitafuta bila mafanikio, tuhuma zilielekezwa moja kwa moja kwa mpiganaji mmoja wa waasi M23 walikuwa wakisafiri ndani ya chombo hicho pamoja na abiria wengine. Mashuhuda wanasema mtu mwenye simu aliamua kutoa taarifa kwa kiongozi wa mpiganaji ambaye pia alikuwa ndani ya meli. Baada ya kupokea malalamiko yao, kiongozi alitoa amri ya kufanyika kwa ukaguzi wa haraka ili kubaini ukweli wa madai hayo. Katika upeguzi hiyo, simu ilikuwa imepotea ilidaiwa kupatikana ikiwa imefichwa ndani ya nguo za mpiganaji aliyekuwa akishukiwa. Tukio hilo limezua mshangao mkubwa kwa abiria waliokuwa wakifuatilia upekuzi huo, huku baadhi ya wakiamini kuwa swala hilo lingemalizika kwa hatua za kinizamu. Hata kwa mujibu wa mashuhuda hao, mpiganaji huyo alionekana kujisikia ameelishwa mbele ya wenzake na mbele ya abiria. Takriban dakika 30 baadaye alirudi akiwa na hasira kali na silaha mkononi. Bila kutoa onyo lolote, alianza kufyatua risasi kuelekea kwa kiongozi wake pamoja na watu wengine walikuwa karibu naye ndani ya meli. Mlipuko wa risasi usababisha taharuki kubwa kwa abiria wakikimbia katika kila upande wakitafuta mahali pa kujistiri ndani ya chombo hicho kilichokuwa bado kinasafiri juu ya ziwa la Kivu. Katika vurugu hizo, mtu mmoja alipigwa risasi na kufariki dunia huku wengine watatu wakijeruhiwa. Mashuhuda wanasema baadhi ya abiria walilala chini ya viti wakijificha ndani ya vyumba vya meli huku wengine wakilia kwa hofu kofia meli ingeweza kuzama kutokana na vurugu zilizokuwa zikiendelea. Baada ya kufyatua risasi, mtuhumiwa huyo anadaiwa kujitupa ndani ya maji ya ziwa Kivu. Hadi kufika sasa hajafahamika iwapo alinusurika au alizama, na kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu juhudi zote za kumtafuta. Vyanzo kutoka mashirika ya kiraia vimethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Vinaeleza kuwa majeruhi watatu walipelekwa haraka katika hospitali kuu ya rufaa ya Bukavu mara tu meli ilipowasili, ambako walipokuwa wakielekea katika idara ya dharura kwa ajili ya matibabu. Hadi sasa viongozi wa hospitali hawajatoa taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa waliofariki au kujeruhiwa wala hali yao ya kiafya. Familia ya abiria waliokuwa ndani ya meli hiyo zinaendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Kutokana na uzito wa tukio hilo, taarifa zinaeleza kuwa uchunguzi ulianzishwa mapema Jumamosi asubuhi na mamlaka zinazodhibiti mji wa Goma na Bukavu. Lengo la uchunguzi huo ni kubaini mazingira yote yaliyosababisha mlipuko wa risasi, kutambua iwapo kulikuwa na uzembe wa kiusalama na kubainisha wajibu wa kila mhusika. Mkasa umebua tena mjadala kuhusu uwepo wa watu wenye silaha ndani ya vyombo vya usafiri kwa kiraia wanaofanya safari katika ziwa Kivu. Kwa sasa wanaharakati hao wametaka mamlaka husika kuimarisha udhibiti wa usalama katika bandari zinazozunguka katika ziwa Kivu na kuhakikisha sheria zinazohusu usafirishaji wa watu wenye silaha ndani ya vyombo vya kiraia zinatekelezwa kikamilifu. Na ni kufikia hapo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi yalikuwa tarehe 25 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi, kuwa uaminifu wenu na kutupa nafasi ya kukaribisha kila siku. Tunaendelea kuendelea kuletea habari sahihi za kuaminika na kwa wakati kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mwingine tunatoa shukrani za dhati kwa wote waliotunga mkono katika kipindi cha maombolezo cha msanii Mr. Gave. Mungu awabariki na endelee kuwapa nguvu familia yake pamoja na watu wote waliofiwa.
Kutoka kwenu sote hapa ni Kivu News Info na mimi ni Teleje Longa. Tunatakia siku njema yenye amani, afya njema na mafanikio katika shughuli zenu za kila siku. Na vile vile kabla hajatoka ndani ya studio zetu niendelee kuwakumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na karibu ndio nasema kujabone kueme vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taarifa kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo.